Na kwa nini leo hii ninampongeza waziri? Ninampongeza kwa sababu amekwenda kumheshimisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake, na ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja na utashi wa kisiasa wa kuona sasa na kusudi la kwenda kutatua migogoro ya ardhi kwa suluhisho la kudumu. Niliwahi sema hapa, migogoro ya ardhi inatatuliwa katika njia kuu mbili. Ya kwanza ni njia ya mahakama, ya pili ni njia ya utawala kwa mujibu wa sheria za nchi. Lakini njia hizi Mheshimiwa Naibu Spika za utawala ni njia za temporary, sio za kudumu. Sasa leo hii tunaona Mheshimiwa Rais ameelekeza na waziri unatuletea hapa bungeni, mnakwenda kuanzisha kamisheni ya ardhi na matumizi bora ya ardhi. Sasa hapa naomba nieleze kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamisheni ya matumizi bora ya ardhi ndio inayokwenda kutatua migogoro ya ardhi nchini kwa suluhisho la kudumu. Sasa nieleze kwa nini inakwenda kutatua. Mheshimiwa Naibu Spika, kamisheni hii inakwenda kuwa kama chombo cha kusimamia sekta ya ardhi. Na mimi nishauri Mheshimiwa Waziri, na katika hitimisho nadhani utasema kidogo, hii instrument ya kamisheni hii ni National Land Use Master Plan. National Land Use Master Plan, mpango kabambe wa kitaifa wa matumizi bora ya ardhi, ndio utakaosaidia kusimamia mipango kabambe yote kwenye halmashauri. Na kwenye halmashauri, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, ni lazima twende na kasi ya Wizara ya Ardhi kwenye kupanga na matumizi bora ya ardhi ya nchi yetu, kwa sababu ni mdau muhimu. Kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007, halmashauri ndio mamlaka za upangaji. Sasa ni lazima halmashauri nazo ziwe na master plan, land use master plan na infrastructure master plan, mipango kabambe ya matumizi bora ya ardhi na mipango kabambe ya miundombinu. Maana yake nini? Hii National Land Use Master Plan itasimamia katika halmashauri mipango kabambe ya matumizi bora ya ardhi na infrastructure. Sasa hiyo ndo majukumu ya commission sasa iende ikafanye. Kwa mfano, yapo maeneo yameshapangwa lakini tunaona bado kuna ujenzi holela. Sasa kamisheni hii itatusaidia kupitia, lakini sasa niseme, ili kuondoa kuwa na taasisi nyingi kwenye wizara moja, kamisheni hii na shauri iwe chini ya kamishna mkuu. Kamishna mkuu wa wizara, sijui mtakavyopanga, lakini mimi natamani kuona kamishna mkuu wa wizara anakuwa ni sehemu ya commission. Isipokuwa commission hii isimamie tume ya mipango na matumizi bora ya ardhi, lakini pia isimamie RERA. Na kwa kweli waziri, nakushukuru. Real estate, sekta ya real estate ni sekta muhimu katika uchumi wa nchi yetu. Vijana wengi wanafanya huko shughuli zao, na kwa kweli imekuwa ikua kwa kasi sana miaka ya hivi karibuni. Na nikupongeze na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuja na RERA, yani Real Estate Regulatory Authority, mamlaka ya usimamizi wa sekta hii ya real estate. Itasaidia kusimamia hawa real estate stakeholders, wadau wa real estate ambao waliachwa kama watoto yatima. Leo hii wanakwenda kuwa na chombo cha kuwaratibu. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Hongera sana. Lakini tosha tu kusema migogoro ya ardhi mingi imekuwa ikitokea nchini. Sio tu kwa sababu tuliokuwa naye kubwa ni kwa sababu bado hatujakamilisha kupanga na kupima nchi yetu. Nchi hii ikipangwa, ikapimwa vizuri na wananchi wakamilikishwa ardhi yao, nadhani hii tatizo la migogoro ya ardhi inakwenda kutatuliwa. Kwa sababu tunafahamu katika taifa letu tuna ardhi za aina tatu. Kuna ardhi ya jumla, kuna ardhi ya hifadhi na ardhi za vijiji. Sasa maana yake nini? Unapofanya land administration, waziri wa ardhi anaposimamia sekta, yeye sio mtu wa mwisho kuja kutatua migogoro ya ardhi. Mtu wa mwisho ni mahakama. Na ndio nikasema, na ndio maana migogoro ya ardhi nchini bado haishi. Kwa hiyo kupitia commission, bado naendelea kusema, kupitia commission itakwenda kutusaidia nchi yetu ipangwe, ipimwe na wananchi wamilikishwe vipande vyao vya ardhi. Hii itaondoa kwa kiwango kikubwa migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeeleza hapo kidogo, lakini matumizi ya tehama ni muhimu nikayasema nayo. Naibu Spika, ninavyosema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni transformative leader, maana yangu ni nini? Ni rais anayepokea na kutaka mabadiliko. Ndugu zangu, haya mambo ninayosema leo sio madogo ya sekta ya ardhi.
nchi yetu imekuwa ni nchi ambayo imepata changamoto nyingi sana kwenye sekta ya ardhi, kwa sasa migogoro ya ardhi. Kwa hiyo majirani na nini, lakini leo Mheshimiwa Naibu Spika, hii inayokwenda kufanya na Mheshimiwa Waziri, mimi nikuombe, ikimpendeza Mheshimiwa Rais na wananchi wa Chamwino, ushinde kuwa waziri, lakini ushinde kuwa mbunge, lakini Mheshimiwa Rais akupe tena uwaziri wa wizara hiyo hiyo, ili kusudi haya unayosema yanayopangwa hapa ukayasimamie. Wewe ni kijana, nasema ni fresh mind in a changing world. Brother, may God bless you.